Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo deni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo asafiri hadi Rumi. Basi ilipoamriwa tuabiri hata Italia, wakamtia Paulo na wafungwa wengine katika mikono ya akida mmoja jina lake Yulio wa kikosi cha Augusto. Tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia. Tukatweka Aristarko Makedonia wa Thessalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Kutoka huko tukasafiri chini ya Kipro ili kukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Tulipopita bahari ya upande wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Likia, na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskanderia tayari kusafiri kwenda Italia, akatupandisha humo. Tukafika polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida, na kwa sababu upepo ulikuwa ukituzuia tukapita chini ya Krete, tukaikabili Salmone. Tukapita kwa shida pwani kwa pwani, tukafika mahali paitwapo bandari nzuri. Karibu na hapo pana mji uitwao Lasea. Na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na wenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Nini tunajifunza hapa Paulo wakati anaposafirishwa na wafungwa wengine kwa kosa la kumshuhudia Yesu Kristo, ambaye namshuhudia mimi pia na wengine wote aliyowaita kwa jina lake? Tunathibitishwa kwamba ufalme wa Mungu unajengwa na watu wenye moyo. Ufalme wa Mungu unajengwa na watu wenye moyo, nao wenye moyo wapa uwezo Yesu Kristo na kufanyika watoto wake. Zaidi ya hapa tunaona upepo umeamshwa, lakini upepo huo haukuwa upepo wa Mungu, ulikuwa ni upepo wa shetani ambao uliamshwa kwa ajili ya kumtafuta Paulo na kumwangamiza ili asifike Rumi. Kama unanifuatilia vizuri, kumbuka Paulo alienda akashuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo Yerusalemu. Yesu akamtokea katika ufunuo usiku, akamwambia, unatakiwa uende na Rumi ukanishuhudie hivi hivi kama jinsi ulivyofanya huku Yerusalemu. Kwa hiyo Yesu alitamka akanyamaza. Hapa tunapokutana na hizi zoruba, ni neno la Yesu lilitamka aende Rumi, lakini pia tunashuhudia Yesu akitamka lazima iwe. Hapa hizi zoruba, shetani alikuwa anataka kuzuia neno la Yesu lisifanikiwe, lakini halikuzuilika kamwe.
ndivyo ilivyokuwa mpaka alikamilisha misheni ambayo Yesu Kristo alikusudia kutoka kwa Paulo. Siri ya pili, zoruba katika bahari. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakizani ya kuwa wamepata walioazimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani uitwao Yurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Siti, wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi. Kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutokung'oa nanga huko Krete na kupata mazala haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu itakayopotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami, akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu na ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Lakini hatuna budi kuelewa katika kisiwa kimoja. Hata usiku wa 14 ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa huko na huko katika bahari ya Adria, kama usiku wa 8, baharia wakazani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. Wakatupa bidi, wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo, wakatupa bidi tena, wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapwelewa mahali penye miamba. Wakatupa nanga 4 za tezi, wakaomba kuche. Na baharia walipotaka kuikimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha na mashua baharini, kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo. Paulo akawaambia akida na askari, hao wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Na kulipokuwa kukipambazuka, Paulo akawasihi wote wale chakula, akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga, hamkula kitu chochote. Basi nawasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu, kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Alipokwisha kusema hayo, akatoa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Ndipo wakachangamka wote, wakala chakula wenyewe. Na sisi tuliokuwa ndani ya merikebu tulipata watu 276. Walipokwisha kushiba, wakaipunguza shehena ya merikebu, wakiitupa ngano baharini. Nini tunajifunza hapa? Zoruba kali jinsi ilivyomshughulikia Paulo. Kumbuka hapo aliyekuwa anatafutwa ni mtu mmoja tu. Upengine unaweza kujiuliza, kwa nini zoruba hii ilikuwa kubwa? Paulo alikuwa kama Yona. Paulo alikuwa anatafutwa yeye, na aliyekuwa anamtafuta sio Mungu tena, maana Mungu akisema ndio hakuna wa kupinga. Aliyekuwa anamtafuta ni shetani. Kumbuka mwanzo Paulo alikuwa ni mwana wa shetani. Aliwaua watu wenye imani ya Kristo kwa kuwaua na kufurahi kabisa. Kwa hiyo hapo alikuwa anatafutwa Yona wa Ibilisi. Kwa hiyo hapa tunazidi kushuhudiwa jinsi alivyopitia changamoto Paulo kupitia zoruba kali. Ni kali sana
Pengine unaweza ukaiona hii zoruba ni zaidi kabisa ya hii zoruba ya Yesu Kristo iliyotokea na wanafunzi wake. Lakini tunashuhudiwa nini? Yesu alikufa, akafufuka, yuko hai. Na Paulo alipokuwa anasafiri na Yesu Kristo. Kwa hiyo shetani alitumia mwanzo kabisa wa injili yake zoruba ya kawaida, lakini akaona huyu sasa hivi nataka niongeze zoruba kali. Zoruba aliyoiongeza shetani ni maradufu, lakini haikufanikiwa. Na hapa hakuna jambo lolote lililotamka la kuinyamazisha. Iliachwa, maana Yesu alikuwa na uwezo wa kumpa maono Paulo aikemee na inyamaze. Iliachwa ili shetani ajue kwamba hawezi lolote, hata kama Yesu hatakemea chochote. Hapo tunashuhudiwa Yesu ni Mungu, Yesu ni mweza. Ukimwamini kwake yote yamekuwa ndio. Siri ya tatu, kuvunjika kwa meli. Kulipokucha hawakuitambua ile nchi, ila waliona holi yenye ufuo. Wakashauriana kuiegesha merikebu huko kama ikiwezekana. Wakazitupilia mbali zile nanga na kuziacha baharini, pamoja na kuzilegeza kamba za sukani. Wakalitweka tanga dogo ili liushike upepo. Wakauendea ule ufuo. Lakini wakafika mahali palipokutana bahari mbili, wakaiegesha merikebu. Omo ikakwama, ikakaa isitikiswe, bali tezi ilikuwa imefumuliwa kwa nguvu za mawimbi. Shauri la askari lilikuwa kuwaua wafungwa, mtu asiogelee na kukimbia. Bali akida akitaka kumponya Paulo, akawazuia wasifanye kama walivyokusudia. Akawaamuru wale wawezao kuogelea wajitupe kwanza baharini, wafike nchi kavu. Nao waliosalia hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu vingine vya merikebu. Na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kavu salama. Tunashuhudiwa nini hapa? Mungu akitamka jambo lazima liwe. Kumbuka Paulo hapa alionyeshwa mapema na Mungu. Hakuna hata unywele hata mmoja utakaopotea kati ya watu ulionao, kudhibitisha kwamba Mungu akitamka ndio. Kumbuka Paulo alitoa ushauri kwamba hapa tunatakiwa tufanye 1, 2, 3. Wale wa maakida na maaskari hawakumsikiliza. Waliosikilizwa ni manahoza, kwa sababu wamesomea unahoza. Ukumbuke Mungu ni nahoza na anajua kila kitu. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akatamka, mtoto mdogo kabisa ameonyesha mafunuo na Mungu. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Paulo alivyotabiri, alivyoonyeshwa na Mungu, ikawa hivyo, wakapona wote. Tunadhibitishwa nini? Zoruba hii ilivyotokea, hawa watu waliokuwemo walipaswa kumwamini Paulo na kuokoka ndani ya merikebu. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa pamoja na Paulo. Lakini kingine tunakumbushwa, binadamu anatakiwa wokovu. Binadamu anatakiwa wokovu. Wokovu tena wa nguvu sana, usio wa lele mama. Injili za kirafiki, injili za lele mama hizi haziwezi kumwokoa, kwa sababu inatakiwa nguvu ya ziada na uwezo wa Roho Mtakatifu uwe mkubwa kwake ili apate kupona. Nyakati tulizo nazo, muamini Yesu Kristo. Tunaposhuhudia matendo makuu ya Paulo haya, alikuwa pamoja na Yesu Kristo, kudhibitisha kwamba hata wewe ukimwamini ukasema unataka kutembea na Yesu Kristo, hata kama zoruba na kali itaingia katika maisha yako, hakuna kitu kitakachokuzuru, bali utatimiza kusudi la Mungu mpaka utakapoitwa na Mungu kwa maisha halali, ili kwa ajili ya kwenda kusherekea ufalme na ushindi wa kukaa duniani kwenye mateso haya. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.